Kwa hivyo ili waislamu wapate tamkin katika hii ardhi, jambo ambalo watakikana walishughulikie sana ni jambo la kufunza umma na kizazi hiki tauhid. Na wallahi hizi tabu zote nyinyi mnazoziona za vijana leo, kuanzia tukizungumzia utovu wa adabu wa baadhi ya vijana kwa wazazi wao, tukizungumzia jambo la madawa ya kulevya, ukichunguza makini, sababu inawapelekea wengi katika kufanya maasi kama haya na mengineo ni kutomuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa hawamjui nani Allah subhanahu wa ta'ala. Na huwezi kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala mpaka uisome tauhid. Leo yasikitisha wallahi, lau kama utasimamisha muislamu yeyote barabarani mwambie tauhid nini, mtu hajui hata kitu gani, kitu ambacho ndo chamfanya yeye kuwa ni muislamu. Na mimi wacha nieleze, naogopa pia hapa kwa na wengine sema mimi mwenyewe sijui nini. Hapa tunkaa mimi mwenyewe hata sijui tauhid ni kitu gani. Tauhid huwa ifradullah bil ibada, ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Bimaana ibada zako zote unazozifanya, iwe ni sala, iwe ni saum, iwe ni zaka, iwe ni hija, iwe ni ibada ya dua, iwe ni ibada ya khauf, iwe ni ibada ya tawakkul, iwe itakayokuwa ibada ya kuweka nadhiri, zote hizi ibada wazielekeza kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika. Swala zangu, vichinjo vyangu, uhai wangu wote na kufa kwangu, vyote ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, Mola wangu mlezi, hana mshirika na yeye.